Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Leo tutaenda kujifunza neno linaloenda kwa jina la hatari ya kuanguka ndani ya wokovu. Hatari ya kuanguka ndani ya wokovu. Kuna hatari gani ambapo mwanadamu anakuwa ameupokea wokovu alafu akaanguka ndani ya wokovu? Neno la Mungu linasema ni afadhali usiamini kuliko uamini na kuliacha neno la Mungu, kuliko kuamini na kuiacha njia ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Petro wa pili sura ya pili mstari wa 20 mpaka 23, nasema kwamba kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki, kuliko kuijua njia ya haki na kuiacha ile amri takatifu. Lakini kwao imetukia sawasawa na ile misali ya kweli: mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugagaa matopeni. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunatambua kwamba kabla ya kuvutwa katika upande wa nuru tulikuwa upande wa giza. Hivyo ndani ya upande wa giza tuliendeshwa na rehema na huruma za Mungu. Tuliendeshwa na rehema na huruma za Mungu. Pia tuliendeshwa na wema wa Mungu ambao ulikuwa unatuvuta ili tuweze kutubu. Hivyo ndani ya upande ule wa giza, wanadamu wote ambao wanaenenda katika dhambi wanaendeshwa kwa rehema za Mungu tu, hakuna kitu kingine. Hivyo pale ambapo tulikuwa tupo huko, rehema zilikuwa zina nguvu sana ya kutuchunga, ndio maana tulikuwa hai. Pale ambapo tukakwisha kuweza kutambua kwamba ni rehema za Mungu, tukaweza kuokoka. Hivyo basi adui namna alivyokuwa anatuendesha katika upande huu, alikuwa anajua tayari amekwisha kutuweza na tuwezi tukatoka katika mkono wake. Hivyo alituacha hivyo na akiwa anatuendesha katika vile ambavyo anatuendesha, lakini Mwenyezi Mungu alikuja akatuvuta katika upande wake. Hivyo basi pale ambapo tunakuwa tumekwisha kuamini na tunakuwa tumekwisha kutubu dhambi zetu zote, tumekwisha kuoshwa, alafu tukarudi katika dhambi, tunavyoonekana katika upande wa Mungu ni kwamba ni sawasawa na yule nguruwe aliyeoshwa alafu tena kagagaa matopeni, na pia ni sawasawa na yule mbwa ambaye tayari amekwisha kutapika alafu akayarudia matapiko yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo wote huu ni uchafu. Yale mambo yote ambayo umekwisha kuyatenda tena unaanza kuyarudia yale yale. Hivyo basi ni kitu gani ambacho kinatokea? Ni kwamba watu ambao wanakuwa wanarudi katika dhambi, ina maana Mwenyezi Mungu anaondoa rehema zake. Ina maana mtu anatenda akiwa ana akili timamu. Hivyo basi ni kitu gani ambacho kinatokea? Kwamba yule mwanadamu anaporudi kule anakuwa zaidi na zaidi, ni kwamba rehema za Mungu zinaondoka. Ina maana kama alikuwa mlevi anakuwa mlevi zaidi, kama alikuwa mzinzi anakuwa mzinzi zaidi, kama alikuwa mwizi anakuwa mwizi zaidi, kama alikuwa fisadi anakuwa fisadi zaidi, kama alikuwa na matendo yote machafu anakuwa zaidi, kama alikuwa ni mchawi anakuwa mchawi zaidi na zaidi, anaongezewa vifungo. Kwa sababu gani? Mwanzo alijua njia ya haki, hivyo shetani anajua huyu alijua njia, anaweza akajua njia, hivyo anaongezea vifungo na vifungo zaidi. Hivyo basi ni kitu gani kinatokea kinafanya mtu huyu anakuwa na hali mbaya? Ndio hayo mambo ambayo tumeshazungumza hapo, ambayo yanasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 43 mpaka 45. Kinasema kwamba pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzikia asipate, alafu husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aona tupu, imefagiwa na kupambwa.
mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu huyo na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo kinachotokea ni kwamba kifungo kinaongezeka, ni kwamba mtu alikuwa na pepo moja la uzinzi anaongezewa mapepo zaidi, tena yenye nguvu zaidi na zaidi. Tunaangalia, ina maana kama hapa mtu alikuwa kahaba anakuwa zaidi na zaidi. Upate kujua kwamba ndugu yangu, rehema za Mungu zinatuvuta sana, rehema za Mungu zinatuvuta sana, na pia rehema za Mungu zinatukinga sana. Hivyo tulipokuwa katika upande wa giza, tulikuwa tunatembelea rehema tu za Mungu ambazo zinatuvuta ili tuweze kutubu. Hivyo basi, ni namna gani ya kuwa salama? Ni namna gani ya kuwa salama? Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 11 kwamba vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Ina maana Mwenyezi Mungu kutoka katika upande wa giza, ina maana zipo hila za shetani. Ina maana kinachotokea ikiwa tumevutwa katika upande wa nuru, natakiwa tuyatende mema. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema hivi, hakuna awezaye kuwazuru kama mkiwa watenda mema. Ina maana kinachotokea, mwanadamu anapokuwa ameukili wokovu, anavutwa katika upande wa nuru, kutoka upande wa giza kuja upande wa nuru. Ina maana kinachotokea, wale pepo wanachokifanya, wanabaki wakimsubiria yule mtu ambaye ameokoka katika upande wa giza. Na wanamsubiria wapi? Ni pale ambapo atavunja amri za Mungu. Na ndio maana kwa mtu ambaye ameokoka anaambiwa kabisa, ole wako uvunje hizo amri za Mungu. Na maana wale wanakutegea katika mabaya. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatuasa sana, kama umeamua kuwa moto ndugu, kuwa moto. Kama umeamua kuwa vuguvugu, ina maana vuguvugu huku hakuna Mungu atakutapika akutupia huko kwenye katika huo ulimwengu wa giza. Hivyo namna ya kuwa makini ni kuvaa silaha zote, ambazo hizo silaha ni amri za Mungu. Kwa mfano, mtu akawa na upendo, hiyo drill itakuwa imekamilika, atakuwa amefungiwa upendo katika hiyo drill ya Mungu. Mtu asipofata uzinzi atakuwa amefungiwa hivyo, na asifate uzinzi. Mtu asipoiba atafungiwa, na maana mtu atakuwa amekamilika katika zile drili za haki. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo namna kuwa salama ni kufata amri za Mungu na kusikiliza maelekezo ya Mungu. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.